Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Tunapoelekea mwaka wa 2027, ikumbukwe huo ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika ulimwengu huu ama taifa hili la Kenya. Lakini sasa kuna mambo mengi ambayo tunafaa kuafikia kabla ya mwaka huo kufika. Tukiangalia sasa, siasa zimepamba kabisa, na kila mwanasiasa anaposimama lazima ajitaje, atiinue pia, aseme yale ambayo anataka kufanyiwa uchaguzi mkuu ujao. Wanasiasa wengi wamesahau bayana kwamba kuna kazi ambayo hawajafanyia Wakenya. Tukiangalia kila wakati wanapokuwa na mikutano ya kila mahali, wanaongea kuhusu wale watangulizi wao, jinsi ambavyo waliweza kuweka taifa hili katika eneo babaya kabisa. Wengine wanasema taifa limeweza kupiga hatua. Wengine wanalaumu wenzao kwa kuwa waliweka taifa katika njia ambayo sio sahihi. Lakini swali kubwa ambalo linaendelea kutibuka katika kila mkutano ambao unafanywa, je, wanasiasa wanapanga kufanyia Wakenya mabadiliko yoyote, ama bado wanaona kwamba wako katika lindi la usingizi? Maswali yanaendelea kujiuliza hapa na pale, wakati ambapo Wakenya wanaona kweli wanaendelea kutoofika. Yale ambayo walipromisiwa kufanyiwa bado hayajafanywa. Na hapa ndipo tunaona siasa sasa hivi karibuni ambapo ni za wakubwa wa serikali hii. Hapa kuna Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa ni mtangulizi wa rais ambaye yuko sasa hivi, ambaye ni Ruto. Tunaona wakijibizana hadharani, yani huyu akiongea leo, kesho huyu mwingine anatibu. Sasa siasa ambazo zinaendelea kuongelelewa saa hizi ni hizo. Je, wanafanya jambo ambalo ni sahihi? Ni picha gani ambayo wananchi wa kawaida wanaona wakiona siasa kama hizo zinaendelea? Usisahau kusubscribe ndani ya kituo hiki. Kama umeingia mara ya kwanza, unaweza ukasubscribe bila shaka, uweze ukalike pia kushare video hii ili iwafikie watu wengi, na uendelee bado kupata matukio jinsi ambavyo yanawaziri katika kituo hiki. So ufanya hivyo ili tuendelee kuelimishana kila wakati. Ukweli siasa zimeweza ama zinakaribia kabisa, lakini kuna kile ambacho Wakenya wanafaa kufanyiwa kabla ya uchaguzi mkuu. Unapowafanyia kazi, ndipo wanaona ukweli huyu amefanya kazi na wanaamua kurudisha kwa awamu ya pili. Lakini sasa mambo ni tofauti kabisa. Kila wakati huwa tunachionea mambo yakibadilika. Kila mahali wanafanya mikutano wanasiasa. Yale ambayo wanaongelelea kweli ni promise tupu ambazo wanapea Wakenya, lakini hakuna jambo lolote mwisho wa siku tunaona wakifanya. Lakini kweli kuna yale ambayo tunayaona kila wakati yakiwa yanafanywa. Wakenya wanafaa kufanya nini ama wanafaa kufanyiwa nini? Kuna yale madai ambayo waliahidiwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Waliambiwa kwamba watatengenezewa barabara, maisha yao yataweza kubadilishwa na kuwa maisha ambayo ni maisha ambayo yanaonekana kukuwa maisha mazuri kabisa. Lakini tukiangalia sasa tunaona kuna mabadiliko makubwa ambayo tunaendelea kuyashuhudia kila wakati. Sasa kuna yale madai ambayo Rais Ruto ambayo amekuwa akiyaongea kila wakati. Amekuwa akijibizana pamoja na Uhuru Kenyatta ambaye ni mtangulizi wake, pale ambapo anasema alipata serikali hii ikiwa inakufa, yani ikiwa imedidimia kabisa, lakini ameweza kupiga hatua na kuinua serikali hii na kuonekana serikali ya maana. So anaomba serikali ama anaomba Uhuru Kenyatta aweza akatulia, afanye kazi yake kikamilifu. Na anasema kwamba hafai kujihusisha katika siasa za Kenya hii, kwa maana sheria yenyewe anasema, sheria inasema
ukiwa umestaafu unafaa kunyamaza na kutulia, uone jinsi ambavyo siasa zinapigwa ama jinsi ambavyo kazi inaendelea kuendelezwa pamoja na serikali iliyomo wakati huo. Na tuliweza kuona wakati mwingi akimtishia kwamba ataweza kukata mafao yake kwa kile ambacho alisema kama akiendelea kujihusisha pamoja na serikali ama kuendelea kupiga hatua ya siasa, so ataweza kukata mafao yake moja kwa moja. Aliweza kusema kwamba atulie kwa maana wakati wake uliweza kupitwa. Lakini hivi juzi tuliona katika mkutano ambao aliyekuwa rais wa taifa hili ambaye ni Uhuru Kenyatta alifanya, aliweza kutangaza rasmi na kusema kwamba wananchi wanaumia, mafuta kweli imepanda. Akatoa mfano kwa yule ambaye anapata mshahara wa 20,000 na akapiga hesabu pale akaona kwamba hakuna pesa ambayo huyo mtu anapaki nayo kama mwananchi. So akasema kuliko siasa siendelee kupigwa hapa pale, serikali inafaa kutumia njia muafaka ya kuona kwamba mwananchi wa kawaida ameweza kunufaika pamoja na miradi ya serikali. Hapa alisema kwamba kwanza mafuta inafaa kuangaliliwa kwa maana sasa hivi tunaona mafuta imepanda, na kile kinasemekana kwamba hayo mafuta kuna makateli ambao wanajihusisha pamoja na biashara hiyo. So aliweza kusema kwamba serikali iweze ikajituma kabisa ili iweze ikaendelea kufanya kazi ambayo inaonekana. Tena baadaye aliweza kusema kwamba yeye ni Mkenya na anaweza pia kuungana pamoja na Wakenya wenzake ili kuona kwamba taifa hili limeweza kusimama kwa njia ifaayo. So hiki bado kinajitokeza hapa kwamba kweli hata kama yeye alistaafu bado yeye ni Mkenya na anafaa kupigania nchi yake. Lakini kutokana na madai hayo ambayo alisema hivyo, Rais Ruto ameweza kujibu kwa njia ambayo ni mbaya sana. Na hapa kulingana na maoni yangu naona kwamba ni uoga ambao serikali ya Kenya Kwanza iko nao. Kwa maana wanaona kwamba Uhuru akiungana pamoja na upinzani, kweli mambo yanaweza yakaharibika. Na ukweli yanaweza yakaharibika. Kwa maana Rais Uhuru Kenyatta ako na usemi mkubwa hapa Kenya. Na aswa Mlima Kenya bado ako na usemi mkubwa. So wakiamua kusema kwamba yeye ndiyo tosha ama kile ambacho atawaambia ndicho watafanya, kwa maana tumeona bayana kule akisema kwamba anaunga Fred Matiang'i kukuwa kiongozi ama kukuwa rais wa taifa hili kwa uchaguzi mkuu ambao utakuta mwaka ujao. So wameona kwamba akijiunga hivi mambo yanaweza yakabadilika, na hii inaweza ikamtuma Rais Ruto nyumbani mapema na asubuhi sana. So hapa kuna vita ambavyo vinaendelea na ambapo watanganuzi wa siasa wameweza kusema kwamba kama ikiendelea hivi kweli kutaweza kuonekana shida kubwa, na vita vitaweza kuonekana hapa jinsi ambavyo vilishuhudiwa mwaka 2007 ambapo wanasiasa waliweza kupiga siasa ya ukabila, yale ambayo yaliweza kutokea vita vikubwa ambavyo vilitokea katika taifa hili. Sasa mimi naweza kuwaomba Wakenya wenzangu ambao wananitakia wakati kama huu, tuweze tukajitoa kabisa kwa siasa ambayo inaweza katuingisha kama mahali babaya. Kumbuka kwamba wanasiasa hawa huwa wanakutana, ni marafiki kutoka awali. So sisi kama Wakenya ambao tunaishi kama majirani, tuweze tukajiondoa kwa siasa hiyo na tuweze tukangoja pia mwaka 2027 kitambulisho chako pamoja na kura yako ndio itakuweka mahali safe. So usiweze kusema kwamba umetupa matumaini, uweze ukajituma ili kupiga kura mahali panapofaa. Na hapa natoa ujumbe kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Anamwambia kwamba hata kama yeye ni Mkenya, anafaa pia piga siasa yake chini kidogo ili asiweze kumpea pressure rais ambaye ako sasa hivi aweze akakataa kufanya kazi. Na pia naweza nikampea ujumbe huu Rais Ruto, kwa maana Wakenya wanamtamani sana na walikuwa nataka wafanyiwe kazi jinsi ambavyo waliagana mnamo mwaka 2027. So mwaka 2022. So kunafaa kweli kuonekana mabadiliko, aoneshe yale ambayo aliyoyasema na aachane na siasa kwanza, kwa maana ukifanya kazi kwa vitendo vizuri ndivyo Wakenya wanaweza kurudisha tena, kwa maana umefanya kazi iliyo sawa. So
So tuweze tukaunganisha Wakenya wote pamoja, tuweze tukaungana tukue taifa moja, kwa maana Kenya ni yetu na Kenya inafaa muungano mkubwa kabisa, ili tuweze tukasongeza taifa hili kuonekana mahali ambapo ni safe. Kumbuka kwamba yote yatapita, wanasiasa watapita, lakini sisi wa Kenya na hili taifa letu la Kenya itasimama kuwa imara. Niite Nyapunde Zack. Kama umeingia mara ya kwanza, unaweza ukasubscribe, kulike, pia unaweza ukashare video hii ili iweze kuwafikia watu wengi na kuendelea kupata makala yangu jinsi ambavyo ninakuandalia kila siku. Asanteni.